Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump hajatoa uamuzi kuhusu mpango uliopendekezwa kumaliza vita kati ya Marekani na Israel na Iran wakati wa mkutano wa saa mbili na wasaidizi wake katika ikulu ya White House, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani. Ikulu ya White House haikujibu mara moja ombi la maoni mnamo jana Ijumaa. Afisa mkuu wa utawala alisema mkutano wa takribani masaa mawili na wasaidizi wa usalama wa kitaifa umekamilika. Hapo awali Trump alisema alikuwa akifanya uamuzi wake wa mwisho kuhusu uwezekano wa makubaliano na Iran, kwani Tehran ilisisitiza makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanategemea Washington kuacha matakwa yake ya kupita kiasi. Mpatanishi mkuu wa Iran alisema hapo awali kwamba Tehran itaamini tu hatua za Washington, sio maneno yake, baada ya makamu wa rais JD Vance kusema kuwa maendeleo yamefikiwa katika makubaliano ya kurefusha usitishaji wa vita na kutoa mfumo wa mazungumzo ya amani. Vyanzo vya habari vya Marekani viliambia AFP kuwa makubaliano hayo yalikuwa yanasubiri tu kutiwa saini kwa Trump kufuatia wiki kadhaa za kusitisha mazungumzo ya kumaliza mzozo uliokuwa umeikumba Mashariki ya Kati na kutikisa uchumi wa dunia. Nitakutana sasa katika chumba cha hali kufanya uamuzi wa mwisho, Trump alisema katika chapisho refu la mtandao wa kijamii, akisisitiza matakwa ya muda mrefu kwamba Iran inapaswa ikubali kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia na kufungua njia muhimu ya meli za Hormuz. Amesema Tehran itaondoa migodi kwa mlango huo wa bahari na Marekani itaondoa mzingiro wake wa kijeshi wa baharini dhidi ya bandari za Iran, na nchi hizo mbili taratibu suala la kuondoa na kuharibu madini ya uranium yaliyorutubishwa ya Iran, ingawa hakufafanua iwapo hoja hizo tayari zimekubaliwa au ni sehemu ya makubaliano yanayozingatiwa. Wadhifa huo wa Trump ulikuja wakati mwanadiplomasia mkuu wa Iran akipendekeza kuwa Marekani inashikilia makubaliano na njia yake ya mazungumzo. Katika wito wa mwenzake wa Oman, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alionyesha kwamba kufikia makubaliano ya mwisho kunategemea kukomesha mtazamo wa Marekani kulingana na matakwa ya kupita kiasi na misimamo inayokinzana, wizara yake ilisema katika taarifa. Hapo awali spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf, ambaye aliongoza ujumbe wake katika mazungumzo ya amani na Marekani nchini Pakistan mwezi uliopita, alisema Tehran imepata nguvu sio kupitia mazungumzo bali kupitia makombora, na alikuwa na shaka na ahadi za Marekani. Hatuna imani na dhamana au maneno na vitendo pekee. Hakuna hatua inayochukuliwa kabla ya upande mwingine kuchukua hatua kwanza, Mohammad Bagher Kalibaf aliandika kupitia ukurasa wa X. Matumaini ya makubaliano yaliongezeka siku ya Alhamisi baada ya maafisa wa Marekani kuona kwamba kuna hali ya namna ya kuweza kufikia mwelekeo wa diplomasia, huku JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, akiwaambia waandishi wa habari maendeleo mengi yamefanywa. Matumaini kuhusu uwezekano wa makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliimarisha masoko ya hisa ya Asia siku ya Ijumaa, huku bei ya mafuta ikipungua kidogo. Soko ya nishati yameyumba kwa matumaini ya makubaliano ambayo yanaweza kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, lakini Iran bado haijaidhinisha makubaliano yoyote na imeashiria kukataa makubaliano yaliyotangazwa kwa upande mmoja wa Trump. Ijumaa, shirika la habari la Iran la Tasnim limenukuu chanzo likisema maandishi hayo bado hayajakamilishwa na kwamba maneno ya uwezekano wa makubaliano yamefanywa mabadiliko katika siku za hivi karibuni, na kwamba bado hakuna uwezekano ambao unaweza ukamfanya rais wa Marekani kukubaliana na namna ya kuweza kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, kuhusu jukumu la Qatar katika mazungumzo limeongezeka, na shirika lake la habari la serikali limesema mnamo Alhamisi kwamba Trump alimuita kiongozi wake kujadili sasisho la hivi punde juu ya juhudi za kumaliza vita. Doha iliwakaribisha maafisa wa Iran wiki hii wakati mataifa ya kikanda yanashinikiza azimio madhubuti la vita licha usitishaji wa mapigano dhaifu ambao kwa kiasi kikubwa ulifanyika tangu Aprili 8. Washington na Tehran zimeshutumu kila mmoja kwa kukiuka mapatano hayo hivi majuzi kama wiki hii, huku mashambulizi ya Marekani yakifanyika katika maeneo kama vile Bandar Abbas kusini mwa Iran yakikabiliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. Vikosi vya Iran havikutaja lengo lao, lakini Kuwait, ambayo ni mwenyeji wa wanajeshi wa Marekani, ilisema ulinzi wake wa anga ulijibu makombora na drones za Iran zinazokuja. Iran pia ilikuwa imezifyatulia risasi meli 4 zinazojaribu kupita lango la Hormuz bila idhini, shirika la utangazaji la serikali IRIB limeripoti.
Televisheni ya taifa ya Iran ilisema Ijumaa kuwa meli 24 zilivuka bahari hiyo katika muda wa saa 24 zilizopita kwa uratibu wa walinzi wa mapinduzi na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, lakini ilionya kwamba meli kutoka katika nchi ambazo si marafiki zinakabiliwa na jibu kali kutoka kwa jeshi la Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.